Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Iran imefanya mashambulizi mengine katika kambi za Marekani kote Mashariki ya Kati. Ni saa kadhaa mapema ambapo Iran ilirusha makombora mengi ya ballistic kuelekea kambi za kijeshi za Marekani kote Mashariki ya Kati. Na taarifa hizi zinathibitishwa na CENTCOM kupitia katika chapisho la ukurasa wa X. Vikosi vya IRGC vilirusha makombora mengi ya ballistic kutoka nchini Iran katika jaribio la kushambulia vikosi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati. Chapisho hilo la ukurasa wa X lilieleza IRGC ilirusha makombora ya ballistic katika kambi za anga za Marekani na kituo cha kamandi kuu ya jeshi la Marekani huko Jordan. Walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran waliambia vyombo vya habari vya serikali ya Iran. Afisa mmoja wa Marekani ameliambia gazeti la Jerusalem Post kwamba Iran imerusha angalau makombora manne ya ballistic kuelekea kambi ya kijeshi ya Marekani huko Jordan na kuongeza kuwa hili lilikuwa shambulizi kubwa. Muda mfupi kabla ya CENTCOM kuthibitisha kwamba IRGC imerusha makombora hadi katika vituo vya Marekani katika eneo lote, mpatanishi wa Iran Mohammad Marandi alitangaza kwamba Iran imejitayarisha kikamilifu kwa vita vyote wakati wowote katika chapisho kupitia ukurasa wa X. Haya yote yametokana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM kwa kushirikiana na wanajeshi wa Saudi Arabia kushambulia Iraq siku ya Jumatano, sema kwamba wanalenga kile ambacho wanaita magaidi wanaofungamana na Iran ambao jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC lilielekeza kushambulia vikosi vya Marekani na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia. CENTCOM ilisema kwenye chapisho la ukurasa wa X. Ndege za kivita za Marekani na Saudi Arabia zilishambulia maeneo mengi ya vifaa vya kigaidi na silaha mashariki mwa Iraq katika kukabiliana na mashambulizi zaidi ya 30 ya ndege zisizokuwa na rubani zilizoelekezwa na IRGC katika saa 72 zilizopita. Tangazo la CENTCOM limekuja muda mfupi baada ya ripoti kutoka kwa vyombo vya habari vya Kiarabu kuhusu milipuko iliyoelekezwa katika kituo cha Popular Mobilization Front PMF kilichopo nchini Iraq. PMF inaundwa na takribani wanamgambo 67 wenye silaha ambao inadaiwa wanaungwa mkono na Iran. Hata hivyo, mazungumzo yanaendelea, lakini bado kumekuwa na kurushiana kwa risasi au makombora. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imeongeza kuwa mashambulizi hayo yanathibitisha tena haki halali ya ufalme ya kujilinda na kuongeza kuwa haitafuti vita bali itajibu uchokozi wowote unaokabili katika chapisho kupitia ukurasa wa X mnamo siku ya leo Jumatano. Hata hivyo, mashambulizi haya yanadhihirisha kwamba bado hali si nzuri katika maeneo mbalimbali huko Mashariki ya Kati. Baadhi ya wachambuzi wanasema kwamba kitendo cha Marekani na Saudi Arabia kuungana kwa ajili ya mashambulizi kimewaibua IRGC na kuona kwamba pengine vita vimerejea tena, na huu ndio mpango ambao unaanzishwa na Marekani mara kadhaa katika mapambano ambayo wamepambana kwa kiasi kikubwa hasa katika kipindi hiki. Lakini Iran imesema haipo tayari kuona mashambulizi haya yakiwa yanaendelea kwa mara nyingine tena, na wapo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wote kwa ajili ya kutetea ardhi yao, lakini pia kuhakikisha maeneo yote ambayo yana manufaa kwa ajili ya wa Iran yanabaki kwa salama wakati wote. Kombora ndege zisizokuwa na rubani zilirushwa na Saudi Arabia. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi wa Saudi Arabia, Turki Al-Malik, alisema kuwa vyombo vya ulinzi wa anga vya Saudia vilinasa na kuharibu ndege kadhaa zisizokuwa na rubani zilizojaribu kugonga vituo vya mafuta katika mkoa wa Mashariki wa Saudia jana Jumanne usiku. Al-Malik alisema ndege hizo zisizokuwa na rubani zimerushwa kutoka ardhi ya Iraq na wapiganaji wanaoungwa mkono na Iran. Saudia inahifadhi haki halali ya kujilinda yenyewe na uwezo wake wa kitaifa na inabaki kuwa na haki ya kujibu wakati na mahala mwafaka, Al-Malik aliongeza. Kwa upande mwingine, wapiganaji wa Kihouthi pia walidai kuwa walirusha makombora ya balistiki kwenye meli ya mafuta ya Saudia katika Bahari Nyekundu Jumatano leo asubuhi. Msemaji wa jeshi la Wahouthi alisema kuwa meli hiyo ilikiuka kizuizi kipya kilichotangazwa na kundi hilo la baharini dhidi ya Saudia. Muda mfupi kabla tangazo la Houthi, kituo cha operesheni cha biashara cha habari cha Uingereza UKMTO kilisema kuwa meli ya mafuta iliripoti kusikia milipuko katika Bahari Nyekundu
Na zaidi ya hayo, IRGC iliambia vyombo vya habari vya serikali ya Iran kwamba meli 3 za mafuta zilipigwa na kusimamishwa katika mlango wa bahari wa Hormuz leo Jumatano asubuhi baada ya kupuuza maonyo. Na CENTCOM ilisitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa mazungumzo ya kufungua tena Hormuz. Jeshi la Marekani lilifanya mashambulizi ya usiku dhidi ya Iran kuanzia Julai 8 hadi Julai 24, lakini tangu wakati huo imesitisha kampeni ili kuruhusu wapatanishi wa Marekani na Iran kujadili kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz. Tuko kwenye mazungumzo ya kina sana na Iran. Ikiwa hayatafanikiwa, tutarejea kwenye hatua kali za kijeshi, alinukuliwa rais wa Marekani Donald Trump akizungumza kupitia Axios mnamo siku ya Jumatano. Alisema alisitisha mashambulizi ili kutoa fursa kwa mazungumzo, lakini akaongeza kuwa mazungumzo hayo yatakwenda haraka au la, akiongeza kuwa nchi zinazohusika katika mazungumzo hayo zilimwambia ajizuie kutokana na kuongezeka zaidi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.